Nilikuwa naangalia mnavyohangaika mnipeleke mradi gani. Mimi nikawa nawaangalia tu. Na nikawaambieni mimi nimekuja kutembea huko. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote kilichofanyika kwenye jengo hili. Nina taarifa hata kilichofanyika kwenye jengo la halmashauri ambako hamjanipeleka. Ndio. Imeletwa fedha hapa ya mradi. Watu wamegawana fedha. Katika kukimbizana ndio wakarudisha fedha ile. Kwa alishatuibia, tusingewaona. Tusingewaona. Mkuu wa mkoa nakushukuru kwa hatua ile iliyochukua ya fedha zikarudi, majengo yajengwe. Sasa naelekeza kamanda wa TAKUKURU niletee taarifa za mmoja na ushiriki wake. Hii ilikuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaenda na utaratibu wa mazoea wa aina hii. Mheshimiwa Waziri, itakapotoka taarifa ile, wale waliochukua fedha pamoja na kurudisha, hatukuwatuma kuja kugawana fedha hapa. Tuma timu ya maadili, hatua za kinidhamu za watumishi wa umma na zenyewe zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaviziana kwenye fedha ya umma namna hiyo, kwamba wakiniona naondoka nazo, wasiponiona naondoka nazo, eti wakiniona narudisha. Upumbavu. Niliwasimamisha wengine kule hivyo hivyo. Eti wamekuapua fedha za jengo, baada ya hapo wameacha BOQ iliyopelekwa kwenye jengo. Wamejenga, tumesema ziwekwe nondo 8, wao wameweka 4. Tumesema za milimita 16, wao wameweka 6. Baada ya hapo wanasema tutarekebisha kwa fedha zenu. Mna fedha nyinyi ya kuikopesha serikali? Upumbavu mtupu na huu. Mnaiba hapa baadaye mseme mnatengeneza kwa fedha yenu wenyewe. Yenu ya kutoka wapi? Kamanda wa TAKUKURU, niipate taarifa hii kabla sijamaliza ziara ya mkoa wa Manyara. Mmoja na ushiriki wake. Mimi nachukia uzembe, nachukia uvivu, nachukia wizi. Hata kama tuko kwa Kwaresima na mwezi mtukufu, hawa lazima wakipate cha moto. Hatuwezi kuwa na wananchi hivi. Ninyi mnajua, mimi nimeshakuwa Wizara ya Fedha pale. Najua hakuna Mtanzania analipa kodi kwa sababu ana mapesa mengi sana. Watanzania wanajibana, hawalipi kwa sababu wana ziada, wanajibana. Wanajibana kwa sababu wanataka hospitali, wanajibana kwa sababu wanataka shule, wanajibana kwa sababu wanataka watoto wao wasome, wanataka watoto wao watibiwe, wanataka wazazi wao watibiwe. Leo hii tuje tupate wengine kakikundi hivi wajigawie kwa sababu ya nafasi walionao. Hii haikubaliki. Kamanda, nipate kwa sababu ya michezo iliyofanyika ile, nipate taarifa mpaka ya mapato ya ndani, mpaka ya makusanyo ya ndani. Minada hii, nipate na yenyewe. Nipate fedha za kwenye minada zinakusanywaje na zinatumikaje.